chachu kubwa sana ambayo wewe unaikumbuka imekuwa ni sababu ya kufanya wewe ulivyo, kiachana na msingi waliokupa wazazi wako kupeleka ni ile raha ya kuifahamu dini pale mwanzo, kwa sababu ukishajua dini unaona unakuwa tofauti na watu ambao hawajafahamu. Mwezi wa Ramadhani kama unavyoitwa kwa jina jingine mwezi wa toba, ile nguvu ya ule mwezi kupelekea vijana au baadhi ya watu kurejea katika mstari ulionyooka, lakini baada ya hapo baadhi yao wanabaki na ile athari ya ule mwezi, lakini baadhi yao wanarejea katika pahala walipotokea. Hii ni kwa sababu imani bado haijaingia kwenye nyoyo zao. Sasa wengi wao wanaingia katika Ramadhani wanakuwa kama vile wanacheza mchezo, kwamba kwa kuwa huu mwezi Waislamu wengi wanakuwa katika hali ya ibada. Sasa na sisi tukionekana hapa hatupo katika huu mfumo wa ibada, tunakuwa tufai katika jamii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, karibu sana. Mimi naitwa Rajab Msami na hii ni Ncha Kali Podcast, msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, msimu ambao tunaangazia simulizi mbalimbali za hatua za mabadiliko za wageni ambao tunakuwa tumewaalika kushiriki nao hapa katika Ncha Kali Podcast. Bila shaka kwa simulizi zote ambazo tumeweza kuziangazia tangu tumeanza msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni matumaini yangu utakuwa umenufaika kutokana na hadithi ulizozisikia, zimekufaa na pengine kuwa chachu kupelekea na wewe pia kuweza kuchukua sababu za kila hatua za mabadiliko, kuhakikisha unaendea mabadiliko ya kweli, kuhakikisha unalitambua lengo la kuumbwa kwako na unajikita katika kumcha Mola wako aliyekuumba. Karibu sana, tunazendeleza simulizi za hatua mbalimbali za mabadiliko ya wageni wetu. Ikiwa ni siku nyingine, tupo leo na mgeni mwingine, naye tuna mengi ya kuzungumza naye. Utaweza kusikia kutoka kwake kama ambavyo umeweza kuwa ukisikia kwa wageni ambao tulikwisha kutangulia kufanya nao. Nikumbushe tu ya kuwa unayo fursa kuweza kuenda kufuatilia podcast ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platform zote za podcast, ikiwemo Google Podcast, Spotify na nyinginezo zote. Kote huko utatupata kama AD+ Swahili. Lakini kama ungependa kufanya hivyo kwa kutazama, basi fanya hivyo kupitia katika channel yetu ya YouTube na kwenda kwa jina la AD+ Swahili. Hakikisha una subscribe channel hiyo na una click pale kwenye kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupokea taarifa kila tutakapoweka podcast yetu mpya. Hii ni Ncha Kali Podcast. Tunaye mgeni wetu kwa siku ya leo. Nikusihi sana uwe nasi kuanzia sasa mpaka pale ambapo tutafika ukomo wa mazungumzo haya. Ustadh, karibu sana. Karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Nikupe fursa uweze kuwasalimu wanaotufuatilia, lakini utueleze majina yako alafu tuendelee na mazungumzo yetu. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hamdu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi cha umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jina langu ni Idi Zanial Isa. Jina langu. Naam. Saidi, karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Asante sana. Kama ambavyo umenisikia nilitangulia kueleza hapa, tuko hapa kuangazia simulizi za hatua zako za mabadiliko kutoka ulipozaliwa mpaka kufikia Idi ambaye tuko naye leo, Idi ambaye tunaweza kuzungumza naye, Idi ambaye Allah amekujalia kwa kadiri alivyokujalia unaweza kujitambua na unaweza kujitambua kuwa wewe ni mu'min. Una mambo ambayo unawajibika kwayo kuhakikisha unatekeleza yale Allah aliyoyaamrisha na unaachana nayo yote ambayo aliyakataza kwa kadiri Allah alivyokujalia. Hata ikitokea umekengeuka kibinadamu, basi unakuwa umetambua kwamba nimekengeuka na unakimbilia kutaka radhi za Allah kwa kufanya tauba. Tuiangazie hii safari yako. Safari yako ilikuwaje mpaka kufikia kuwa Ustadh Idi ambaye leo tuko naye tunafanya naye mazungumzo? Karibu sana. Shukrani sana. Kwanza niseme ni juhudi za wazazi. Ni ile kumchukua mtoto na kumpeleka madrasa. Na unapata
ule msingi wa elimu, unapata kitu ambacho kinakushawishi kuendelea kusoma. Kwa mfano, ukisoma misingi ya elimu pale chini, bado uko mdogo kielimu, unakutana na hadithi inayosema talabul ilmu faridatan ala kulli muslim. Kutafuta elimu ni lazima kwa kila Muislamu. Hapa unapata kujua, una note kitu cha kwanza, kumbe kutafuta elimu ni lazima katika maisha yako ya mwanadamu. Hata aya iliyoteremka ya kwanza katika Qur'ani inazungumzia swala zima la elimu. Aliambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndipo tunaambiwa sisi wafuasi wake ya kwamba iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma, lakini ukisoma soma kwa jina lako, soma kwa jina la Mola wako mlezi aliyeumba. Si kwamba kipindi hiko mtume anakuja hawakuwepo wasomi, wasomi walikuwepo, lakini usomaji wao haukuwa na mtu Mwenyezi Mungu kama yupo mtu ana degree na PhD, lakini afahamu ule uwepo Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hili ilinishawishi mimi kuongeza jitihada katika masomo, ili mradi kuendelea kujua zaidi dini inataka nifanye nini, kwa sababu dini tunapata katika elimu ndiyo mfumo wa maisha ya mwanadamu yote upo katika dini. Na kuthibitisha hilo katika Qur'an, Allah amesema inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwam, hakika hii Qur'ani inaongoza katika mambo yaliyonyooka. Maisha ya mwanadamu yote yako hapa kwenye hii dini. Kwenye aya nyingine Allah akasema ndani ya suratul An'am, qul, waambie Muhammad, inna salati, hakika swala zangu, wa nusuki, na ibada zangu, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, vyote hivi ni miliki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo utakuta maisha yako yote yamekuwa framed, yani yamezingirwa na hii dini. Kwa hiyo ukiishi ndani ya dini unakuwa unaishi katika eneo lilokuwa sahihi zaidi. Sasa Ustadh Idi, mara nyingi katika maisha unakuta kuna kitu tunasema sababu. Kwa maana ya kwamba tunafahamu Allah, wewe kuwa hivi ni matokeo ya Allah kukuongoa. Ni Allah mwenyewe ndio alikupa uongofu, lakini utakuta kuna sababu, kuna kitu, kuna chachu. Nini haswa kilikupelekea? Umetugusia hapa kwamba kuna ni kutoka jitihada za wazazi. Wazazi ndio walianza kukupeleka madrasa ukiwa mdogo, lakini tunafahamu hatua ambazo wazazi wanakuacha nazo unapotoka kwenye jukumu lao. Wakati mwingine unakuta ndio unaingia katika challenge kubwa kama ujana, na unaingia kwenye kuanza kujitegemea na kujitambua. Pale kunakuwa na changamoto nyingi kubwa sana ambazo kwa maisha ya mwanadamu zinaweza zikakukengeusha ukatoka kabisa katika misingi na ukajikuta unaangukia katika masuala ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameyakataza moja kwa moja kwa makatazo mazito na makatazo makubwa. Lakini unajikuta sasa unarudi, unaweza kukaa kwenye misingi mpaka unakuwa katika hali ambayo uko nayo. Chachu kubwa sana ambayo wewe unaikumbuka imekuwa ni sababu ya kufanya wewe ulivyo, ukiachana na msingi waliokupa wazazi wako kupeleka madrasa, ni nini? Ni ile raha ya kuifahamu dini pale mwanzo. Kwa sababu ukishajua dini unaona unakuwa tofauti na watu ambao hawajafahamu dini. Ile ikanishawishi mimi kuongeza jitihada. Na jitihada zako ulizoziongeza uliziongeza vipi na katika hali gani? Kwa maana kusoma kwako kwenda vipi? Kwa sababu unasema ilikupa chachu jitihada, hapo umepelekwa na wazazi madarasani. Sahihi. Chachu ile ikakufanya ukapita hatua zipi mpaka kufika hapa ulipo? Kusema ukweli ni ile kuvutiwa na baadhi ya watu mtaani, au kuvutiwa na baadhi ya watu ambao ni maarufu katika swala zima la dini. Mashehe zetu, utakuta shekhe fulani anazungumza kitu fulani kwa undani mpaka wewe mwenyewe msikilizaji unajisikia raha. Ile ilipelekea binafsi mimi kusema kwa nini hivi? Kwa nini mimi nisifike pale? Hiyo pia ni miongoni mwa kitu ambacho kilipelekea mimi kuongeza jitihada na ile challenge ya kielimu, kwamba
huyu kajua hili, kwa nini hapa mimi sijalijua? Huyu kafahamu lile, kwa kuuliza hili, kwa nini nimeshindwa kujibu? Hiyo ilipelekea pia kuongeza ile jitihada, kuchukua elimu katika vyanzo mbalimbali, kwa mashehe, katika vyuo, katika mitandao ya kijamii. Vyote hizo zilipelekea mpaka unaniona leo mimi niko. Safari yako ya elimu ilikuwaje? Kutoka ulipopelekwa madrasani na wazazi wako mpaka hivi leo, safari yako ilikuwaje? Ulipita wapi? Umesema umegusia kwenda kusoma kwa mashekhe mbalimbali. Safari yako ilikuwaje? Safari yangu baada ya madrasa, yule mwalimu alinitoa pale. Mwalimu wako madrasa ambao ulipelekwa na wazazi wako. Na alivyonitoa pale akanipeleka kwa shekhi mwingine kusoma. Ambao alikuwa wapi hiyo? Ni hapa Dar es Salaam. Nipeleka nikawa nasoma. Sisemi mpaka sasa hivi nimemaliza, kwa sababu linapokuja swala la elimu kumaliza ni bado tupo katika hizo harakati. Kwa hiyo lakini kidogo unaona kuna mwanga fulani hivi, lakini bado tunaendelea kujifunza na kugundua vitu vipya kama hivyo. Okay, sawa. Na tupo ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Sahihi. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao sisi vijana tulio wengi, sababu hasa vijana kidogo ndo tuko katika mazingira ya kuchemkwa kwa damu. Vijana tulio wengi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuwa ni mwezi ambao tunapitia hatua kubwa sana za mabadiliko. Kwa maana ya kwamba wapo watu ambao inapokuja Ramadhani anaachana na mambo yote na kuamua kuwekeza nguvu zake kujikita katika Ramadhani, kujipinda katika kuyatekeleza yale ambayo anaona yatamridhia Mola wake, kumlilia Mola wake, na kuyaacha mengi ambayo vijana anakuwa yamewagubika nje ya Ramadhani. Kwa bahati mbaya ikipita Ramadhani tunarudi katika hali ambazo tulikuwa nazo mwanzo. Wewe ni kijana ambaye umepitia hatua za kuitafuta elimu ya dini, umepitia hatua za kufikisha katika hali ya kujitambua. Hili unalionaje la vijana kubadilika kwa muda mfupi ndani ya siku za Ramadhani na baada ya kawaida? Ili ni kutokana na uzito wa mwezi wa Ramadhani, kama unavyoitwa kwa jina jingine mwezi wa toba. Sasa ile nguvu ya ule mwezi upelekea vijana au baadhi ya watu kurejea katika mstari ulionyooka. Lakini baada ya hapo baadhi yao wanabaki na ile athari ya ule mwezi. Lakini baadhi yao wanarejea katika pahala walipotokea. Sasa hii ni kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu imani bado haijaingia kwenye nyoyo zao, sababu tunapata katika hadithi, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru a'malikum, na kile ambacho kilichokuwa katika nyoyo zenu, kwamba Allah yeye atazami mwili wa mtu wala sura ya mtu wala atazami pia lakini anachotazama Mwenyezi Mungu, anatazama matendo yenu na anatazama kile ambacho kilichokuwa katika nyoyo. Sasa wengi wao wanaingia katika Ramadhani wanakuwa kama vile wanacheza mchezo, kwamba kwa kuwa huu mwezi Waislamu wengi wanakuwa katika hali ya ibada. Sasa na sisi tukionekana hapa hatupo katika mfumo wa ibada, tunakuwa tufai katika jamii. Kwa hiyo wanazizuia nafsi zao kwa muda, kuwaonyesha watu kwamba wao ni waumini ili hali si waumini. Baada ule mwezi kupita, basi unarejea walipotoka. Hii ni kwa sababu kwenye nyoyo zao bado haijakaa ile imani ambayo Mwenyezi Mungu anaitaka. Kwa hiyo ndio sababu kubwa. Lao mtu ile imani ingeingia kwenye nyoyo, akafahamu kwamba Mwenyezi Mungu kaniamrisha nini, anataka nini, basi hili tusingeliona likijitokeza, kwa sababu Allah yeye anatazama sisi matendo yetu na nia zetu.
ikiwa unaingia kwenye Ramadhani kwa lengo la watu wakuone tu, kweli wakishakuona utalipwa na malipo yako yanakuwa kuonekana na watu. Lakini je, kwa Mwenyezi Mungu inakuwaje? Umeingiza nini? Umetanguliza nini? Inakuwa bado ni kazi bure. Sawa. Wewe bado ni kijana Sadidi, na umetueleza kuwa kusoma, kumjua Mola wako ndio kumekufanya ukafikia hatua ambayo uko nayo hivi leo. Lakini tunafahamu kuna changamoto ambazo zinaendana na rika. Nitangulia mwanzo kueleza. Zipo changamoto ambazo zinaendana na rika kwa maana ya ujana. Ule ujana wenyewe maji ya moto. Pamoja na changamoto zote zilizoendana na rika, kwanza kwako zilikuwaje changamoto hizi? Lakini leo tunakuona uko katika hali uliyokuwa nayo, uliwezaje kuzivuka mpaka kuweza kufika au kubaki katika misingi ya kujitambua na misingi ya kumcha Allah kwa kuyatekeleza aliyoyaamrisha na kuyaacha aliyoyakataza? Kusema ukweli, naweza nikasema Mwenyezi Mungu umuongoza mtakaye na umpoteza atakaye. Lakini pia hapo Allah amesema fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Siku zote mambo ya khairati yanakuwa ni magumu. Kuswali, kufunga, kutoa, kuwa mcha Mungu, haya mambo yanakuwa ni magumu. Lakini muda wa kuwa mtu umejipinda, umeamua kufanya jambo fulani, Mwenyezi Mungu akishakuona huyu ameamua kukaa upande wa kuliani, basi fasanuyasiruhu lil yusra, tunamwepesishia huku kuliani, japo kunakuwa kuna ugumu, lakini kwake panakuwa kuna uwepesi. Kweli changamoto tunakutana nazo kama kijana kwa sababu ya ile jamii iliyokuzunguka. Kwa sababu jamii iliyokuzunguka ina mchanganyiko wa watu wa dini yako na watu wasiokuwa dini yako. Watu wa dini yako pia ni changamoto. Sasa basi utajikuta ukijilazimisha katika khairati huku, yale automatic unajikuta unayapuuza na wala uyapendi. Ndio ukaona simu ya kijana leo anayejitahidi kufanya ibada, ukuti mziki, ukuti picha chafu, ukuti picha za aina yoyote. Sio kwamba hana uwezo wa kuweka, lakini kajikuta vile vitu navichukia moja kwa moja. Sasa hili ni kutokana na juhudi alizoonesha na nia iliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu amemkubalia. Kwa sababu katika hadithi imekuja kule, ninapompenda mja ninakuwa usikivu anaosikia kupitia usikivu huo, au ninakuwa macho uoni ambao anaona kupitia uoni huo, au mkono ambaye anapiga kwa kutumia mkono huo. Kwa hiyo utajikuta vitu vyako unavyofanya wewe umefanya katika mpangilio ambao Mwenyezi Mungu tayari ameshakuongoza. Sawa. Miongoni mwa changamoto kubwa sana za vijana, lakini changamoto kubwa sana za watu ambao tayari kwa bahati mbaya wamekwisha kuzama katika hali za maasi, ni kukata tamaa na rehema za Allah. Kwa maana ya kwamba wengi wako katika nafasi za kujiona kwamba mimi kweli kwa mambo niliyoyafanya niende kumrudia Mwenyezi Mungu, kwa mambo niliyoyafanya niende kwenda kufanya hichi na hichi. Wengi changamoto kubwa inakuwa ni hiyo. Yaani mtu anajiona kwamba mimi huku nilipo basi tena ndio nishapotea, acha nibaki nilipo. Wewe hili unalizungumziaje, lakini pia una nasaha gani kwa watu hawa kama hamasa kwao? Ndio. Mimi niseme muda wa kuwa mtu uko hai bado una fursa ya kurejea kwenye njia iliyokuwa sahihi. Kwa sababu tunao mifano ya watu waliokuwa kabla yetu. Mwanzo walianza mtu vizuri akaja kumaliza vibaya, na kuna walioanza vibaya wakaja kumaliza vizuri. Kwa hiyo mtu asijikatie tamaa kwa kusema mimi sasa hivi nimekuwa mlevi kupindukia, au nimekuwa mtu wa hali fulani kupindukia. Muda wa kuwa bado uko hai, fursa bado unayo, lakini narudi pale, utayari uko nayo, nia uko nayo. Ukiwa na vitu kama hivi ndivyo utakavyoweza kufanyaje, kurejea katika huu mstari. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi ambao kwamba mlioamini, tubieni kwa Mwenyezi Mungu toba ya kweli. Lakini leo utafanya kosa fulani, kosa hili ukishalifanya, ukisikia aya kama hizi na nyingine zinazofanana kama hizi,
kweli utatubia, kesho tena nafsi inatamani, unarejea tena kule kule. Sasa inakuwa unatubu unafanya makosa, unatubu unafanya makosa. Hii inakuwa si sahihi. Kwa hiyo kama mtu unaamua kuwa katika mstari, inawezekana, uwezekano upo mkubwa. Wako watu huko mwanzo walianza vibaya, au maswahaba unawasikia leo wakubwa tu ambao wakitajwa tunasema radhiallahu anhu, hapo mwanzo waliharibu wote, lakini walivyo ukweli ulipowaijilia walirejea katika mstari. Kwa hiyo tunaambiwa Mwenyezi Mungu na kwenye suratul Jumaa aya ya 2 amesema walladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye aliyempeleka mjumbe kwa watu ambao ni ummiyun, watu ambao wasiokuwa wasomi, wajinga. Kawapelekea hao awafundishe kitabu, awafundishe hikma, awatakase. Ingawaje hapo mwanzo kabla ya kuletwa ujumbe walikuwa katika upotovu uliokuwa mkubwa. Sasa utakuta mtu kweli hapa mwanzo aliyumba, lakini kuna fursa ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kikubwa mimi ninachoweza kusema kinachopelekea watu kurejea kule ambapo walipotoka, adui mkubwa ni nafsi, Sheikh. Nafsi. Kwenye sura Ibrahim tunapata aya Allah, aya hii ni hotuba ya shetani ndani ya moto. Inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wama kana li alaykum min sultanin bainin, kwamba baada ya hukumu kisha kupita, wa peponi wameenda peponi, wa motoni wameenda motoni, na bwana mkubwa shetani yupo kule. Zile kelele za kumfanyia fujo huyu shetani, bwana wewe ulitushawishi huku hivi na hivi na vile, kwambia inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi. Hiyo ni hotuba ya shetani. Ibilisi anahutubia watu motoni. Hakika Mwenyezi Mungu alikuahidini ahadi ya kweli, fa akhlaftukum, nyinyi mkaikhalifu. Aya hii inaenda mwisho wa siku anakuja kuambia fala talumuni walumu anfusakum, msinilaumu mimi leo hii, zilaumuni nafsi zenu. Kwa hiyo tunapata hapa adui mkubwa ni nafsi. Nafsi ndiyo inaamrisha katika masala machafu. Kwa hiyo kama utaiendekeza hii nafsi, shekhe, basi itakupoteza. Ndio unasikia kuna nafsul mutmainna, nafsi lawama na nafsi su, yani ziko za tofauti. Hii lawama ndio mtu kidogo akiumba anajifanya kama vile anarejea, na kuna ile ambayo mutmainna iliyotulizana, hii ndio iliyotulia hasa, na kuna nyingine ndio hivyo tena imeharibika. Tumwombe Allah ajalie nafsi zetu ziwe zenye kutulizana. Ustadh Idi, muda wetu unatupa mkono, tunaelekea ukingoni kabisa mazungumzo yetu. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ningekuomba uweze kutoa nasaha zako katika makundi mawili. Nasaha za kwanza za kuhusiana na lile ambalo tuligusia mwanzo. Nilikuuliza kuhusiana kwa upande wa vijana tu, lakini nasaha zako ningeomba ziguse umma mzima. Tuko Ramadhani, tunajitahidi, tunajibidiisha kumlilia Allah, kumuomba msamaha, kuomba rehema zake ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani itaisha, itaondoka. Hatuna uhakika kuikuta Ramadhani inayokuja, lakini tuna uhakika Ramadhani itakuja. Nasaha zako kwa umma ni zipi kuhusiana na kuitumia Ramadhani kwa ukubwa wake, kuhakikisha tupotezi fursa, lakini baada ya Ramadhani tunatakiwa tuweje? Karibu sana. Kama ilivyokuja aya yenyewe hiyo ya 184 ya suratul Baqara inayozungumzia au inaoamrisha waumini wafunge, na ikatoa makusudio au lengo wawe watu wacha Mungu. Ucha Mungu ndo maisha yenyewe yatakayo kuwezesha wewe kuamiliana na wenzako kwa ukaribu, kutenda uadilifu, kuwa na hekima, kumheshimu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatakiwa aheshimiwe, na kuna tofauti kati ya kuogopa na kuheshimu. Mwenyezi Mungu anataka tumheshimu. Kumheshimu kukoje?
Kumheshimu ni ile kufata amri hali ya kuwa yule aliyetoa amri yupo hapo hapo au hayupo hapo hapo. Sasa wengi wetu tunakuwa tunaogopa. Leo ukifanya kosa haraka sana vyombo vya dola vitakushika kwa sababu unajua vipo na viona, unaogopa. Lakini heshima hata kama yule aliyetoa ile amri ile sehemu hayupo, wewe lile jambo lako unalitekeleza. Kwa Nabii Yusufu alikuwa na heshima ya kumheshimu Mwenyezi Mungu. Lilipotokea jambo la siri la yeye kumpelekea kuteleza, aliheshimu amri ya Mwenyezi Mungu na akafanya aliyofanya kuepuka lile jambo. Na sisi leo tukiwa na heshima tukamheshimu Mwenyezi Mungu, tukiwa sehemu ya hadhara tutamheshimu Mwenyezi Mungu, tukiwa sehemu ya faragha tutamheshimu Mwenyezi Mungu. Wengi wetu tunafanya makosa kwa siri na anatuathiri sana makosa kama haya. Sasa kumbuka pale Mwenyezi Mungu anakuona muda wote, anakuona. Ni siri kwa hapa duniani tu, ni siri kwa wanakuzunguka. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna siri. Kwa hiyo usia wangu kwa watu ambao wenye kufunga, kwanza waelewe aswaim, funga junnatun, ni kinga, inamkinga mtu na maasi. Alafu lengine tunaambiwa fungeni mtapata afya, faida hiyo. Alafu tazama hizi aya jinsi zilizopangiliwa hapa. Mwenyezi Mungu ametumia ushawishi ili mradi kuonyesha kwamba hichi kitu si kigumu kweni. Kwanza akawaambia ayyamu maadudat, ni masiku yenye kuhesabika, 29 kwa 30. Hata mwenyewe mfungaji ndio ni masiku machache tu, ngoja nipambane nayo. Alafu pia Mwenyezi Mungu alivyotumia ushawishi kuonyesha kuwa hii Ramadhani si kwetu adhabu, akasema wa in kana minkum maridhan au ala safarin faidatu min ayamin akhar. Ikiwa miongoni mwenu katika ninyi mtu yuko safarini, unajua kuna mazonge ya safari, au yuko mgonjwa, basi atakuja kutimiza siku nyingine. Hakuna ugumu hapa. Kwa hiyo lakini ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradhishwa ninyi kufunga kama waliokuwa kabla yenu, lengo muwe wacha Mungu. Kwa Mtume pia kazi akasema atakwa hauna, akaashiria katika kifua chake. Jamani, ucha Mungu uko hapa, ucha Mungu uko hapa. Kwa hiyo ucha Mungu. Watu kama watafuatilia vizuri hii Ramadhani, basi utajikuta vitu vingi sana wataviacha vile vibaya na watakaa katika mstari uliokuwa sahihi. Sawa. Na Ramadhani yenyewe ndani yake kuna fadhila nyingi sana. Kwanza ndio mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa ndani ya mwezi huu. Kuna usiku wa cheo, tunaambiwa tusome Qur'ani kwa wingi, unapata fadhila nyingi zaidi. Kuna ibada ya tarawehe ambayo haipatikani katika masiku mengine zaidi ya hapo tu. Sasa kwa nini wewe usichukue hii na ukaendelea nayo? Sawa. Shukran sana Ustadh Idi kwa nasaha zako hizo. Muda wetu umetupa mkono, tunalazimika kuhitimisha mazungumzo yetu. Mtazamaji wa Africa TV, huyu ni Ustadh Idi, ndiye ambaye alikuwa mgeni wetu kwa siku ya leo kwenye Ncha Kali Podcast. Tumezungumza naye tuliozungumza naye, bila shaka umesikia. Tumwombe Allah ajalie hayo uliyosikia uende kuyafanyia kazi. Lakini nikukumbushe tu ya kuwa panapo majaliwa yake Allah, kesho pia ni siku, muda na wakati kama leo tutakutana hapa kwa ajili ya Ncha Kali Podcast. Tutakufahamu kesho tutakuwa na nani, tutazungumza hatua gani za mabadiliko yake, kuna simulizi gani katika mazungumzo yetu na yeye. Basi nikusihi sana ukumbuke wa kesho muda na wakati kama leo tutakutana hapa kwa ajili ya Ncha Kali Podcast. Mimi naitwa Rajab Msami, tulikuwa naye Ustadh Idi ambaye ndiye alikuwa mgeni wetu kwa siku ya leo. Hatuna la ziada mpaka kufika hapa. Tunakuaga kwa kuambia asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.